Majina yangu ninaitwa Michael Bernard, ni afisa usalama na afya mahala pa kazi katika mgodi wa dhahabu wa North Mara. Tuna vyombo ambavyo vinaweza kufanya monitoring na kupima kama mtu yuko katika hali ya uchovu. Kuna kifaa maalum ambacho kinamshtua na kumuonesha kwamba labda amekuwa distracted au labda ameangalia pembeni na haja concentrate kwenye kile kitu ambacho anakifanya. So kwa kutumia mitambo maalum kama ambavyo mtaiona kwenye mabanda yetu hapa ya maonesho, basi mtaweza kuona hiki ambacho ninawaelezea. Lakini pia tunawapa wafanyakazi uhuru pale inapotokea mfanyakazi yuko katika hali ya uchovu maeneo ya kazi, ili asije akapelekea kupata ajali, kwa kuwa baadhi ya ajali zinatokana na uchovu kazini. Basi tuna mifumo ya kumonita, tuna upimaji wa utimamu wa kazi kabla ya kuanza kazi. Kila mfanyakazi anapimwa kuhakikisha kwamba hana kiwango cha ushawishi wa pombe, madawa ya kulevya ama kilevi cha aina yoyote ile kabla ya kuelekea eneo la kazi. Lakini pia kama ni uchovu ambao unaweza kuwa umesababishwa tu na mfumo wa maisha, basi kuna fomu maalum ambayo yanaijaza, tunaita ni fomu ya ku declare fatigue, na ikitokea basi uko katika hali hiyo atapewa muda wa kupumzika ili asiende kazini akiwa katika hali hiyo ya uchovu. Tofauti na wafanyakazi katika jamii ambayo inatuzunguka, pia tunatoa msaada wa mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na uokoaji kunapokuwa na majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko na majanga mengine ambayo yanaikumba jamii. Tuna timu maalum yenye mafunzo ya uokoaji na vifaa vya kisasa kama vinavyoonekana kwenye mabanda yetu pale ya maonesho. Kwa kutumia vifaa hivyo na timu yenye mafunzo, basi tunaweza kufanya uokoaji kwenye majanga mbalimbali. Na labda kwa upekee nipende kushare na ninyi kwamba siku za hivi karibuni, kwa jiografia ya maeneo yetu tumezungukwa na mito na mabonde mbalimbali, na tuko karibu zaidi na mto Mara. Mto Mara ulifurika na kuvunja kingo zake na maji yakaenda kwenye makazi ya watu, na yalipoenda kwenye makazi ya watu tulipata call ama wito wa kwenda kutoa msaada. Tulifika pale tukiwa na vifaa vyetu vya uokoaji na timu yenye mafunzo, na tuliweza kufanikiwa kuwaokoa takribani wakazi 22 akiwemo mtoto mdogo wa miezi mitatu. Kwa ni jambo ambalo ni la kujivunia kuona kwamba sio tu kwamba tunafanya shughuli zetu, lakini jamii pia inatuamini na kunufaika kwa uwepo wetu na usalama wao, mali zao na maisha yao kwa ujumla. Tuna michango pia mbalimbali ambayo tunatoa katika kuiendeleza jamii, kama kutengeneza mabarabara, miundombinu, lakini pia kutoa maji safi na salama kwenye maeneo yanayozunguka migodi na pia tunatoa kwa kupitia miradi ya wanaita CSR, Corporate Social Responsibility. Kwa hiyo tuna mifuko maalum ambao una mradi huu wa kuweza kusaidia jamii ambayo inazunguka wafanyakazi. Kisaikolojia kwa wafanyakazi wetu pale ndani, ili waweze kuwa na mazingira mazuri ya kazi na waweze kuwa mazingira mazuri ya kazi na waweze kufanya kazi pasipokuwa na matatizo ya kisaikolojia. Tuna mazingira mazuri ya kuishi, tuna viwanja mbalimbali vya michezo na vifaa ambavyo kila mfanyakazi ana uhuru wa kuweza kutumia facilities hizo zilizopo ili kuweza kuimarisha afya yake physically, lakini pia kuweza kuimarisha afya yake ya kisaikolojia na kufanya kazi vizuri na kuweza kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Na maeneo mengine wanapofanya shughuli za uchimbaji, ni kwamba biashara hii ya uchimbaji, jambo la muhimu sana ni asset muhimu ya watu, rasilimali watu. Na ili shughuli ziweze kwenda vizuri, ni lazima kuhakikisha watu wamejaliwa kiusalama, wanaendelea kuwa salama na wenye afya, ili kuweza kuwa na uzalishaji ambao unatija. Pasipokuwa na usalama na afya mahala pa kazi, basi shughuli hizi haziwezi kufanywa kama ambavyo tumepangilia. Mwisho kabisa ni kwamba mtu ikitokea mpata haja kazini, mnafanyaje kama? Itategemeana na ni ajali ya aina gani. Kwa hiyo kwenye maeneo ya kazi inaweza ikatokea ajali ambayo inahitaji uokozi wa haraka. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, tuna timu ama tuna kikundi ambacho ni maalum kwa ajili ya uokoaji. Kwa mtu yule atapata msaada na kufikishwa
kwenye eneo ambalo atapata matibabu, kwa kuwa pia tuna kliniki yetu pale ndani yenye vifaa kwa ajili ya matibabu, lakini inapotokea anahitaji matibabu zaidi, basi tuna magari ya wagonjwa na atapewa rufaa na kwenda kwenye hospitali nyingine kwa ajili ya matibabu zaidi. Asante sana. Kwa majina naitwa Beatus Yusto Rujegi, ni afisa mwandamizi wa masuala ya usalama na afya mahala pa kazi, nikitokea mgodi wa Barrick Bulyanhulu. Kwanza kabisa, Barrick kama Barrick tuna kauli mbiu yetu ambayo inasema ni kutokomeza madhara, kwa lugha nyingine tunaita Journey to Zero. Mgodi wa Bulyanhulu unatoka katika mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama, lakini pia umeingia kidogo katika wilaya ya Msalala, na ni mgodi pekee ambao unachimba underground, na ni mgodi pekee ambao una shafti ya kusafirisha mchanga kutoka ardhini kuja juu kwa ajili ya uchenjuaji. Kwa hiyo ni mgodi ambao una njia mbili, unaweza ukashuka kwa kutumia shafti kwenda mgodini kufanya kazi, na ndiyo njia pekee inayotumiwa na wafanyakazi kwenda kutimiza majukumu yao ya kila siku. Lakini pia unaweza ukatumia njia ya magari ambayo tunaita poto, na ndio njia ya pili ambayo inatumiwa kwa wale waendesha magari wanaoshuka mgodini kwenda kutimiza majukumu yao ya kila siku. Lakini pia katika swala zima la usalama, ni mgodi pekee ambao tumejizatiti kwenye swala zima la usalama, tukizingatia afya na usalama wa watu katika maeneo ya kazi, tukiwa na kliniki bora kabisa pale mgodini kwa ajili ya kuhudumia wafanyakazi wote ambao wanakuja kazini labda wana changamoto za kiafya. Lakini tukirudi pia kwa watendaji ambao wapo pale mgodini, pia ina idara ambao ni mahususi kwa ajili ya kufundisha wafanyakazi au Watanzania ambao wanahitaji kupata elimu ya uchimbaji wa kisasa. Hivyo basi ukiangalia katika upande wa pili, ni mgodi ambao umetoa kipaumbele kwa Watanzania kupata ajira. Ni mgodi ambao una 98% ya wafanyakazi ambao ni Watanzania na 2% ni watu kutoka nje, experts. Tukija katika uchimbaji, ni mgodi ambao pekee una mashine za kisasa, ambao una mashine ambazo zina intelijensia ambayo wanaita AI. Mashine yote yenye AI ni intelijensia mashine ambao ni ya kisasa zaidi katika uchimbaji, ambao inamfanya mfanyakazi awe salama, ambapo tuna aina mbili ambazo hatari, especially kwa upande wa vumbi, ambazo tunatumia automation ambayo inatumiwa katika maoperator wote wanaofanya kazi ya kuchota kifusi na kupakia kwenye mashine zingine. Lakini pia kwa watu wanaofanya kazi shafti, katika rock breaker ambayo inagonga ipo ya kisasa ambayo ni automation, mtu yuko surface lakini kazi inafanyika kule mgodini underground. Hivyo basi ni mgodi ambao una nyenzo za kisasa kabisa ambazo inamfanya mtu awe salama kiafya na usalama wake katika mazingira ya kazi. Kwa nini usalama wa mfanyakazi ndio? Tunahitaji kila mfanyakazi kurudi nyumbani akiwa mwenye afya na usalama kila siku inayoitwa leo. Hiyo ni kauli mbiu ya kampuni ya Barrick site zote, lakini pia kwa upande wa mgodi wa Bulyanhulu ni kipaumbele cha kuhakikisha kwamba kila mfanyakazi au kila mmoja wetu anakuja kazini na kurudi nyumbani akiwa salama na mwenye afya kila siku. Maonyesho haya tumekuja kwa ajili ya kuelimisha watu ili waweze kufahamu elimu ya uchimbaji wa kisasa inavyofanyika katika mgodi wetu wa Bulyanhulu, ili watu wenye nia au wenye kuhitaji kupata elimu ya uchimbaji au kupata elimu ya mining engineers, geologists, ili waweze kupeleka watoto wao waweze kusomea na kuweza kupata ajira katika mgodi wa Bulyanhulu, waweze kufanya kazi katika taasisi ambayo inafanya kazi katika elimu ya juu na katika mfumo ambao ni wa kisasa zaidi. Unaitwa nani na nafasi yako?
Kwa majina kama nilivyojitambulisha mwanzoni, naitwa Beatus Yusto Rujegi ambaye ni afisa mwandamizi wa masuala na afya mahala pa kazi pamoja na mafunzo. Kwa majina anaitwa Wilson Luther Kingu tokea Bariki Buzwagi. Buzwagi tuko hapa kwenye maonyesho haya ya usalama Njombe kwa lengo kubwa kuonyesha watu kwamba shughuli ambazo zinaendelea ambazo ni ufungaji wa mgodi kama ambavyo tunaona tunaendelea kuvunja hiyo mifumo ya process plant, na pia licha ya kwamba tunafunga mgodi bado pia usalama wa wafanyakazi bado ndio kipaumbele ambacho kinazingatiwa kwa wafanyakazi wote na hata wageni ambao wanatutembelea pale. Na licha kwamba tunaendelea kufunga mgodi, lakini bado jamii hatujaiacha nyuma. Jamii pia tunaendelea, kuna shule zinajengwa, pia kuna airport bado tunaendelea, pia tuna academy ambayo inatoa mafunzo mbalimbali kwa wafanyakazi na viongozi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo ya usalama viongozi wanafundishwa na wafanyakazi pia wanakuwa wanafundishwa kwenye masuala ya usalama, kuhakikisha kwamba kazi zote zinazokuwa zinafanyika katika hali ya usalama, kama ambavyo kwenye kauli mbiu yetu kwamba ya dhima ya mwaka huu, hii timu ya mwaka huu kwamba tunaangalia mazingira bora ya kisaikolojia kwamba ni njia ya kuimarisha na kujenga taasisi imara. Kwa hiyo hata sisi Buzwagi pia tumejipambanua kwenye hilo, kwa maana ya mazingira ya kazi ya upande wa Buzwagi, shughuli zinazoendelea hapa, mazingira yameboreshwa kwa vizuri, na pia bado tunaangalia na ustawi wa wafanyakazi pia, na ustawi wa wafanyakazi pia unazingatiwa pia huko vizuri. Na Buzwagi kama Buzwagi yenyewe pia ni taasisi, kwa maana ya Buzwagi Bariki ni taasisi ambayo ni imara, imejiimarisha, imejipambanua, ina viongozi ambao pia na wenyewe ni sehemu ya kusimamia usalama wa wafanyakazi na wote ambao wanafika kwenye Buzwagi pale. Teknolojia na vifaa vya kisasa kama unavyoona hapa kwenye video yetu hapa, tuna mashine za kisasa ambazo ndio zinatumika kwenye uvunjaji, kwa maana ya demolition ya mgodi. Hizo structure zote zinakuwa zinavunjwa kwa kutumia mashine. Hiyo mashine kama ambavyo tunaiona hapo, ina kifaa imewekewa attachment. Hiyo ni excavator, lakini imewekewa attachment ambayo inaitwa shear. Yenyewe kazi yake inakatakata kama mkasi. Kuna attachment nyingine ambayo inaitwa grapple. Yenyewe kazi yake ni kuchukua zile scraper zile ambazo tayari zimeshadondoshwa, inakuwa inaziweka kwenye sehemu ambayo ni salama zaidi. Kuna nyingine pia inaitwa ni extended boom truck. Yenyewe kwenye matenki yale ambayo ni marefu, inapanda juu, ipo kama mkono. Kwa hiyo ni kushusha, inayaminya. Hiyo yote ni kuepusha matumizi ya mikono au kwa tunaita manual handling, kwamba tumeepusha ile kuliko kuwapeleka wafanyakazi wetu moja kwa moja wakahusike na kazi ambazo ni za hatarishi kama hizi za vyuma. Maana yake tumetumia mashine za kisasa kabisa. Hata kwenye uvunjaji wa concrete tunatumia mashine ambayo ina attachment, ambayo imewekewa attachment ya nyundo kwa maana ya hama. Hizo zote ni kwenye upande wa akili mnemba, kwa maana tunaita AI, kwa mashine za kisasa zinatumika. Kitu cha kwanza kunufaika ni teknolojia ambayo tunaitumia hiyo hapa, kwa sababu ni mpya na Bariki kama Bariki duniani, huu ndio mgodi wa kwanza tunaovunja. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wetu wengine waje kwenye banda letu, watembelee hapa, wajifunze hii teknolojia ya kisasa ambayo tunaitumia kwenye uvunjaji wa mgodi, mashine za kisasa kabisa. Na hata naamini kwa Tanzania mashine kama hizi bado hatuna, lakini tunakaribisha watu waje wajifunze, waone namna gani kazi zinafanyika. Kazi ni za hatari, lakini kwa sababu tunatumia teknolojia ya kisasa, tunawakaribisha waje wajifunze.